kaka zangu, dada zangu, karibu kwenye Ayo TV, channel ya ndugu yenu, channel ya mdogo wenu. Ndio channel niliamua kufungua rasmi, tukao tunasikiliza uchambuzi wa habari za ndani ya nchi yetu nzuri ya Kongo na habari na uchambuzi wa nje ya Afrika. Hiyo ndio channel yetu sasa ya Ayo TV. Naomba jamani tusubscribe. Naomba hiyo support, nitashukuru sana. Mungu atubariki. Na habari zetu tuzianzie mjini Uvira. Uvira, mtoto wa miaka 8 aitwaye Bienveni Onene, mkazi wa mtaa wa Kalembelembe katika kitongoji quartier ya Kavimvira, alijeruhiwa kwa risasi usiku wa tarehe 4, yani usiku wa kuamkia leo Juni mwaka wa 2026 majira ya saa 5 za usiku. Alipatiwa huduma ya kwanza katika kliniki ya daktari Ive kabla ya kuhamishwa kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Uvira, Hopital General de Reference ya Uvira hiyo. Sasa kwa mujibu wa Kiza Tiniko, kiongozi wa vijana wa zamani wa Kavimvira, amesema na mnukuu, masasi kadhaa yalisikika katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo usiku wa kuamkia leo, jambo lililosababisha hofu mkubwa katika wananchi wakazi wa Uvira. Na wakazi wamezitaka mamlaka za usalama, na maanisha mamlaka za serikali ya Kinshasa, kuimarisha usalama na kulinda raia na mali zake na wananchi wake. Ikumbukwe kuwa baada ya huyo kijana ilikuwa masaa 3 za usiku huko mjini Uvira, kuna kijana mwingine alipigwa masasi. Tuwakumbushe kuwa mjini Uvira kwa sasa hali ya utulivu hakuna, amani hakuna, kuna ukosefu wa usalama toka serikali ya AFC/M23 jiondoe mjini Uvira. So tunasi na watu wengi wananiandikia inbox wakiniambia serikali ya AFC/M23 ilikosea sana kutuacha. Pole sana ndugu zetu. Na tukielekea huko Minembwe, ni kwa drone za serikali ya Kinshasa, serikali iliyoshindwa vita, ilibombarde leo population sehemu za Minembwe kama kawaida. Hao vita iliwashinda, so wamebakilia kufanya uharamia. Ila tuendelee kutoa pole kwa ndugu zetu na Kinyamlenge, kwa vita tumeishinda na tutaishinda siku moja. Na tukielekea Mashariki ya Kati, ni kuwa ndani ya nchi ya Israeli kumetokea mashambulio la mauaji la kupangwa dhidi ya mtu mmoja huko Ayanol, kusini mwa Tel Aviv ndani ya nchi ya Israeli. Imesemekana mtu huyo ambaye bado taarifa zake hazijatolewa, aliyeuliwa baada ya kulipuliwa ndani ya gari kwa bomu la kutegwa kwenye gari. Vyombo vya usalama vya Israeli vinaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, huku polisi wakisema kuwa wanaamini shambulio hilo sio la kigaidi. Kumbuka kuwa visa kama hivyo vinaendelea ndani ya nchi ya Israeli, kwa sababu serikali yao inaendelea kufanya unyama, inaendelea kuwa raia wasiokuwa na hatia huko kusini mwa Lebanon, Gaza, na kwingine kote. Tukisalia ndani ya nchi ya Israeli, ni kuwa jeshi la Israeli limetoa tahadhari kwa raia wa kusini mwa Lebanon. Ni chapisho la jeshi la Israeli limetoa, wakitaka raia wanaokaa kusini mwa Lebanon, likisema kuwa linaendelea kufanya operation za kijeshi dhidi ya miundombinu na vituo vya Hezbollah katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa nchi hiyo. Ndugu zangu, narudia na nadharia hile kuwa Netanyahu anaendelea kutengeneza vita zisizoisha ili aendelee kusalia kwenye madaraka na aendelee kukwepa mashtaka yanayomkabili, mashtaka kama ya rushwa na mengine. Hata juzi Trump kipindi kile alikuwa anaongea, kuna taarifa ilivuja kuwa alikuwa akitoa maneno makali
kwa Netanyahu kwa sababu ya kuendeleza na nadharia ya vita, yani Netanyahu hataki vita kuisha. Kwa hiyo naendelea kunukuu taarifa posti jeshi la ADF lilitoa. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema halilengi kwa shambulia raia, lakini linataka wakazi kuepuka kuelekea maeneo ya kusini mwa mto Zaharani hadi watakapopewa taarifa nyingine. Hii ni ile mwendelezo wa kufanya Lebanon kama Gaza. Gaza ni hivi walianza mpaka kwa leo Gaza imekuwa magofu. Jeshi la Israel limeendelea kutoa onyo kuwa hakuna mtu yeyote atakayesafiri kuelekea kusini katika kipindi hiki. Anaweza kuweka maisha yake hatarini. Tunaishi katika dunia ya unafiki. Pia Israel leo ikumbuke kuwa leo Israel imefanya mashambulizi ya anga karibu na mto Litani huko kusini mwa Lebanon. Wanasema wanataka raia, lakini wanaokufa si Hezbollah. Si waende wapigana na Hezbollah kwenye mstari wa vita. Hezbollah wakai katikati ya raia. Ndio hapo mkuu baada ya posti ya Israel, mkuu na kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Qassem akajibu. Baada ya kiongozi mkuu wa Hezbollah kutoa maneno makali na onyo kwa nchi ya Israel, ndio Hezbollah pia katoa msimamo wake, na hii ndio msimamo ya Hezbollah iliyoletwa leo na kiongozi mkuu Naim Qassem. Hezbollah inakataa azimio la mazungumzo yaliyofanyika jana pamoja kati ya serikali ya Lebanon na Israel. Mkumbuke niwaambia kuwa kuna makubaliano yalifanyika leo kati ya serikali ya Israel na serikali ya Lebanon. Na wanukuu Hezbollah wakaendelea kusema kuwa makubaliano yote ya kusitisha mapigano lazima yahusishwe nchi nzima. Sana yagusie Beirut, mji mkuu wa Lebanon. Pia Hezbollah haitakabidhi silaha zake yoyote kwa serikali ya nchi yoyote. Hezbollah hiyo imesema haitakubali na haitakabidhi silaha zozote kwa nchi yoyote. Na pia Hezbollah kaendelea kutoa misimamo yake kusema Israel lazima iondoke nchini Lebanon. Kumbuka kuna ardhi ya Lebanon ya jeshi la Israel inaendelea kushikilia. Hezbollah itaendelea na vita dhidi ya Israel hadi pale Israel itakapoondoa majeshi yake kwenye ardhi yoyote ya Lebanon. Hiyo ni misimamo ya Hezbollah imetoa leo na kiongozi mkuu Qassem Naim. Hezbollah imekataa ushiriki wa mataifa ya kigeni katika maamuzi yanayohusu silaha zake na kuitaka serikali ya Lebanon kusitisha mazungumzo moja kwa moja na Israel. Ndugu zangu, naendelea na ile nadharia kuwa tunaishi katika dunia ya unafiki. Wakati Israel inafanya mauaji, huku mashirika ya haki ya kibinadamu yanaangalia. Wakati Israel inafanya mauaji nchini Gaza, hawezi kusikia mashirika ya haki za kibinadamu yakiongea. Ndio maana narudia nadharia yangu kuwa, na nikiambia pia serikali ya AFC/M23 hatutapata haki kwenye diplomasia. Acha niwashukuru, acha niishie hapa. Naamini tutaendelea taratibu, ila naomba ndugu zangu, naomba ushirikiano wenu, naomba msaada wenu, naomba upendo wenu, mnaonyesha upendo. Tusubscribe na ku like. Naamini Mungu atawabariki.